Mheshimiwa Rais, wewe ni alama ya historia mpya katika taifa letu, kwani umeingia kama rais wa kwanza Tanzania, ukibeba bendera ya matumaini, ujasiri na hekima isiyopimika. Katika uongozi wako tumeona mfano wa kipekee wa uvumilivu, busara, upendo wa kitaifa na uongozi wa kuunganisha watu bila ubaguzi. Hali inayokufanya uwe si tu kiongozi bali pia mwalimu wa taifa na kizazi kijacho. Kupitia mikono yako imara, Tanzania imepiga hatua kubwa katika uchumi, diplomasia, uwezeshaji wa mwanamke, vijana na wajasiriamali wadogo, huku ukionyesha kwa vitendo kuwa mwanamke anaweza kuongoza kwa mafanikio makubwa zaidi pale anapopewa nafasi. Sisi kama UMALITA tunakutazama kama dira ya mafanikio yetu. Tunajifunza kutoka kwako kuwa mama jasiri, mwenye maono, mwenye subra na uthubutu wa kufanya maamuzi magumu kwa manufaa ya taifa. Na hivyo unatupa nguvu ya kuwa mama lishe na baba lishe wenye ndoto kubwa, wanaothubutu, wanaojenga biashara zenye hadhi na ubora, na wanaoamini kuwa hata katika mazingira magumu mafanikio yanawezekana. Wewe ni mwanga unaoangaza njia yetu, ni mfano wa kuwa mwanamke anayeweza kubeba taifa, kuleta heshima na kuacha alama ya milele ya maendeleo, umoja na ustawi wa Tanzania wote. Mheshimiwa Rais, mama si tu yule anayezaa watoto, bali ni chanzo cha uhai, huruma, uvumilivu, upendo usio na mipaka na uwezo wa kujitoa kwa ajili ya ustawi wa wengine bila kujali changamoto. Mama hubeba jukumu la kulea, kulinda, kuunganisha na kuinua jamii nzima kwa busara na moyo wa kujali. Sifa hizi zinaonekana dhahiri katika uongozi wako, Mheshimiwa Rais, ambapo umeonyesha uongozi wa kupekee wenye kujali watu, kusisitiza umoja wa kitaifa, kukuza uchumi jumuishi na kuwainua wanawake na makundi ya chini ya kiuchumi wakiwemo baba na mama lishe. Katika muktadha huo, nafasi yako kama mama wa taifa la Tanzania inaakisi nafasi pia kama mama wa umoja wa mama na baba lishe UMALITA, ambapo kupitia sera na juhudi zako umekuwa nguzo ya matumaini, msaada na maendeleo kwa mama lishe na baba lishe, ukiwapa fursa za kiuchumi, elimu, mazingira bora ya kazi. Hivyo kwa haki kabisa, Mheshimiwa Rais, sisi kama UMALITA tunakutambua na kukuenzi kama mama yetu. Mheshimiwa Rais, umetambulika kwa vitendo kama mama wa mama lishe kwa kuwa umeleta mageuzi makubwa kwa kuboresha mazingira yetu ya kazi, hususan kwa kuhamasisha matumizi ya nishati safi badala ya kuni na mkaa, jambo ambalo limeokoa maisha ya mama lishe wengi waliokuwa wakikumbwa na magonjwa ya mfumo wa upumuaji na athari nyingine za kiafya. Leo hii wanawake wengi wanafanya kazi zao katika mazingira salama na yenye afya bora. Kwa hakika mchango huu wa kiutu wa kuwalinda na kuwajali mama lishe na baba lishe hauwezi kuelezeka kwa maneno ya kawaida, bali ni ushahidi wa upendo wa kweli na uongozi wenye kujali. Kwa maana hiyo tunanyenyekea tukiomba ridhaa yako ya kukubali, Mheshimiwa Rais, kuwa mlezi wa umoja wa mama lishe na baba lishe UMALITA, tukitambua kuwa wewe ndiye mama yetu na hatuna mama mwingine.